Kule nchini Afrika Kusini, baadhi ya vyombo vya habari awali zilikuwa zinavumisha kwamba wananchi Yanga wako katika harakati za kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile. Lakini hivi sasa tetesi hizo zimebadilika, zimeongezeka kwamba klabu zinazomfukuzia Peter Shalulile kutoka Tanzania ziko mbili, kwa maana ya Yanga ambayo ilishatajwa awali, lakini nyingine ni wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa cha kujiuliza ni kwamba endapo kocha Steve Barker na klabu yake wekundu wa Msimbazi Simba kweli wanamfukuzia Peter Shalulile ambaye hivi sasa yuko huru baada ya kumaliza mkataba wake wa kuitumikia Mamelodi Sundowns kuanzia msimu wa 2020-2021, atakuwa anamfukuzia kweli halafu akampata, itakuwa vipi kwa wapinzani wa Simba katika michuano mbalimbali msimu ujao wa 2026-2027? Ndio kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano na kubwa zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF ambayo Simba wanakwenda kushiriki, lakini pia michuano mingine mbalimbali. Ndio swali hilo linatokana kweli kwamba wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker ni timu ambayo imethibitisha katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika wa 2025-2026 kwamba ndio timu inayoshambulia sana. Hakuna timu inashambulia zaidi kama Simba kwa mujibu wa kile ambacho kilionyeshwa na timu zote katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika wa 2025-2026. Ni Simba ndio iliyofika zaidi katika eneo la mwisho la mpinzani, ni Simba ndio iliyofanya majaribio mengi zaidi, lakini bahati mbaya kwa kocha Steve Barker na Simba kwa ujumla ni kwamba Simba haikuwa timu iliyofunga mabao mengi. Ni kwa sababu gani? Simba ilikuwa timu namba 1 kwa kushambulia, ambapo kufikia mechi za mwisho 30 inaonyesha kwamba Simba walipiga mashuti 305, kati ya haya mashuti 166 yalilenga shabaha, lakini Simba iliyomaliza katika nafasi ya pili, watani zao jadi Yanga wakiwa kileleni na kutoa ubingwa kwa kuwa na pointi 75, Simba pointi 73, lakini kwenye mabao Simba ilikuwa timu ya pili kwa kufunga mabao mengi. Baada ya watani zao jadi Yanga waliofunga mabao 71, wao walifunga mabao 54 tu. Ndio maana yake ni kwamba kwa kiasi kikubwa unaweza kusema Simba hawajajitendea haki wenyewe. Mbinu za kocha Steve Barker zilifanikiwa katika kufika eneo la mwisho. Wachezaji wenyewe waliopata nafasi ya kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga wanaweza wakajilaumu kwa sababu nafasi zote hizi zilizowafanya wawe ndio vinara katika eneo hili hawakuweza kuzitumia vizuri, kwa sababu hapa utaona goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao wa Simba ulikuwa chukua mabao 54 kati ya mashuti 305 waliopiga zidisho kwa 100 ndio unapata goal conversion rate, yani uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ambao ukikalculate vizuri ukikokotoa vizuri utapata ni around 17%, kiasi ambacho kwa timu nyingine excellent, lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba kiwango hiki cha ubadilishaji nafasi kwa mabao ni cha chini, kwa sababu hata msimu uliopita 2024-2025 Simba walipiga mashuti 320, mashuti 183 yalilenga shabaha, wakafunga mabao 69 msimu uliopita. Goal conversion rate ilikuwa ni around 22%. Kwa hiyo hivi sasa Simba imedrop kwa 5% uwezo wake tu kubadilisha nafasi kwa mabao. Sasa tatizo hilo linaweza likatatuliwa vyema na Simba endapo miongoni mwa wachezaji watakaowapata ni pamoja na Peter Shalulile, halafu Peter Shalulile mkongwe huyu mzoefu mbele ya lango la wapinzani akaendeleza kile ambacho amekionyesha katika misimu kadhaa juu ya uwezo wake wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Ndio kwa kukumbushia tu, Peter Shalulile ambaye umri wake hivi sasa ni miaka 32, maana alizaliwa Oktoba 23 mwaka 1993 na ndio maana na miaka 32. Guu lake lenye nguvu zaidi likiwa ni la kulia, lakini urefu wake ukiwa ni futi 5 na inchi 8. Sifa yake kubwa ni uwezo wa kujua wapi asimame aweke mpira wavuni. Peter Shalulile wala hana sifa ya kwamba yeye mpambanaji sana wa mipira, kwamba yeye akipata mpira ana uwezo mkubwa wa kuchomoka kwa kasi, kuwapiga chenga mabeki. La hasha, huko sio eneo lake la umahiri. Ni mzuri katika maeneo yote hayo, lakini sio kihivyo kulinganisha na uwezo wake wa kuwa kama pocha, yule ambaye
anajua kunusa nafasi mbele ya lango la wapinzani na kuweka mpira wavuni, kama sio kwa kichwa basi kwa hata acrobatic shots, mipira ile ya kupiga kwa mbinuko, au hata kujua pa kusimama na kufanya tap in. Na alithibitisha hilo. Kwa mfano, msimu wa 2022-2023 alikuwa top scorer katika ligi kuu Afrika Kusini akifunga mabao 12 katika msimu wa 2022-2023, na alifunga mabao hayo baada ya kupiga mashuti 61 katika ligi nzima. Akicheza mechi 21 akapiga mashuti 61, akafunga mabao haya 12, ambao goal conversion rate ni around 20%. Uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao katika msimu huu. Lakini msimu huo pia alikuwa top scorer sio tu katika ligi kuu Afrika Kusini, lakini pia katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo alikuwa amepiga mashuti katika ligi ya mabingwa barani Afrika mashuti 22, 11 yalilenga shabaha, maana yake shooting accuracy ya 50%, nusu ya mashuti yote yalilenga shabaha, akafunga mabao 6 goals, alitoa na assist moja. Lakini ukiangalia sasa hapa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, goal conversion rate yake hapa ilikuwa 6, gawanya kwa mashuti yote 22 aliyopiga, yazidisha kwa 100, utapata ni around 27%. Huu ni ushahidi tu kwamba yeye ni mzuri katika kubadilisha nafasi kwa mabao. Endapo timu inatengeneza nafasi nyingi kama Mamelodi alikuwa akiichezea na Simba kama ilichokionyesha msimu uliopita, halafu kukawa na Peter Shalulile, basi miongoni mwa faida utakazopata ni kuwa na mtu wa kuweza kubadilisha nafasi zao kuwa mabao. Peter Shalulile wa sasa amepungua kasi kulinganisha na misimu iliyopita kwa sababu na miaka 32 ameshatumika sana, lakini bado instincts zile, uwezo wake ule wa kimachale, kujua wapi asimame weke mpira wavuni, bado uko juu. Na ndio maana baada ya kuwa huru kutoka Mamelodi Sundowns anahusishwa na timu nyingi haswa, hasa zikiwamo zile za kaskazini mwa Afrika, kule ukanda wa UNAF, kwa maana Libya, Tunisia, Morocco, Algeria, Misri, lakini pia nje ya Afrika hususan barani Asia kwenye klabu mbalimbali za kule Saudi Arabia. Lakini barani Afrika miongoni mwa timu zinazohusishwa ni pamoja na Yanga, ni pamoja na Wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio maana zinatajwa timu mbili kutoka Tanzania zinahusishwa naye, kwa sababu kumpata ni bure, hakuna gharama za kwenda kumnunua katika klabu ya Mamelodi aliyokuwa akichezea, alimradi tu kumalizana naye kwa maslahi binafsi, bila shaka yatakuwa manono, kwa sababu ni mchezaji mwenye wasifu mkubwa na anatakiwa na timu nyingi. Sasa kwa ukumbushia tu, Simba wanatengeneza nafasi nyingi, lakini msimu uliomalizika, wajua top scorer ni nani katika ligi kuu Tanzania bara? Ni mchezaji ambaye hajafikisha hata mabao 10. Hakuna mchezaji Simba aliyefikisha tarakimu 2 za mabao, licha ya kwamba ndio timu iliyotengeneza nafasi nyingi kwa kupiga mashuti 305. Kinara wa mabao ni Selemani Mwalimu Gomez, mshambuliaji wa Simba. Selemani Mwalimu Gomez ambaye yeye alifunga mabao 9, ndiye top scorer katika ligi wa Simba kwenye msimu uliomalizika, ambapo Simba alimaliza wa pili. Lakini wengine waliofunga mabao mengi, ndipo unakuta kuna Cletus Chota Chama mabao 8, lakini mawili aliyafunga wakati kwa Singida Black Stars kabla kujiunga na Simba wakati wa dirisha dogo. Mwingine Limpanzo Kibisawala mabao 7, mwingine Libasegeye mabao 7, Anise Ura mabao 6. Utaona Simba haikuwa inajitendea haki eneo la mwisho. Kocha Steve Barker atakuwa anaungwa mkono vizuri sana na management ya Simba, akipata mshambuliaji katili mbele ya lango la wapinzani. Peter Shalulile can fit the bill, anaweza akatoa nafasi hiyo pindi akipata hiyo fursa, alimradi tu kukabiliana na changamoto za majeraha, kwa sababu ameshatumika sana. Peter Shalulile endapo atatua kweli Simba, balaa zaidi kwa wapinzani wa Simba kwenye michuano mbalimbali, kwa sababu ana uzoefu mkubwa. Ndio ligi ya mabingwa barani Afrika kama nilivyotoka kueleza, lakini vile vile katika ligi kuu Afrika Kusini ambayo ni ligi namba 4 kwa ubora baada ya ligi kuu ya Misri, Morocco, Algeria, ni ligi kuu Afrika Kusini. Yeye ameweka rekodi za kutosha kule Afrika Kusini. Kwa mfano, mpaka sasa akiwa amemaliza kuitumikia Mamelodi aliyokuwa amejiunga nayo tangu msimu wa 2020-2021 akitokea klabu ya Highlands Park, Shalulile ana rekodi zifuatazo katika ligi kuu Afrika Kusini. Kwanza, ndiye all time goal scorer katika PSL, yani ligi kuu ya Afrika Kusini, kwa sababu ana mabao 130. Haya ndio mengi, hakuna mchezaji mwenye mabao mengi kama yeye ya idadi hii tangu ligi kuu ya Afrika Kusini ianzishwe. Anayemfuatia ni legendary Siyabonga Novete mwenye mabao 129, lakini ana rekodi pia
ya kuwa na back to back hat tricks katika ligi kuu ya Afrika Kusini, kufunga mabao matatu kwa mpigo katika mechi moja, akafanya mara 2 mfululizo back to back. Hii ni rekodi ambayo hakuna mchezaji aliyeweza kuifikia. Lakini vile vile Peter Shalulile ana rekodi ya kuwa ndiye mchezaji ambaye katika michuano ya Nedbank kule Afrika Kusini, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, michuano mikubwa ni PSL ligi kuu ya Afrika Kusini. Michuano namba 2 ni kombe la FA, linaitwa Nedbank kwa sababu za kiudhamini. Nedbank yeye ndo ana rekodi ya kufunga mabao mengi, mabao 14. Hakuna mwenye mabao mengi katika michuano ya kombe la shirikisho la Nedbank katika ligi kuu ya Afrika Kusini kama Peter Shalulile. Lakini michuano ya tatu kwa umaarufu baada ya PSL, baada ya michuano ya Nedbank, kuna michuano ya MTN ambayo huhusisha timu 8 za juu katika ligi mwishoni mwa msimu. Inaitwa MTN Super 8, ambapo yeye ana rekodi ya kufunga bao la mapema zaidi. Ndio alilifunga katika sekunde ya 8 katika mechi mojawapo, na kuwa ndio na rekodi ya juu zaidi ya kufunga bao la mapema katika michuano ya MTN. Lakini kwa ujumla akiwa na Mamelodi Sundowns, yeye katika historia ya Mamelodi ni mchezaji anayeshika nafasi ya pili kwa kufunga mabao mengi. Kuna mchezaji anaitwa Daniel Mudau, yeye alifunga mabao 172, ndio kinara wa mabao katika historia ya Mamelodi. Anayefuatia ni yeye Peter Shalulile, ambaye baadhi ya vyanzo vinaonyesha kwamba amefunga mabao 136 baada ya Daniel Mudau. Lakini kwenye PSL yeye katika mabao 130 ameifungia Mamelodi magoli 107. Mabao mengine aliyafunga katika timu nyingine ikiwemo Highland Park, ambako amewahi kuwa mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini akichezea Highland Park msimu wa 2019-2020. Kwa hiyo mabao 107 Mamelodi. Halafu ndani ya Mamelodi pia kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL katoa assist 27. Jumla katika PSL akichangia mabao 134. Lakini hiyo haitoshi. Ana rekodi pia ya kuwa mchezaji aliyetoa mataji yote katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Miongoni mwa wale wenye rekodi ni pamoja na yeye, kwa sababu katika ligi kuu ya Afrika Kusini ametoa mataji 5 ya ligi kuu ya Afrika Kusini, lakini ametoa taji la kombe la Nedbank, ametoa taji la MTN, ametoa taji la AFL, ile michuano maalum iliyoanzishwa na CAF hivi karibuni iliyohusisha klabu kubwa 8, ambapo Mamelodi alitoa ubingwa, yeye alikuwa mmoja wapo. Lakini vile vile ametoa taji moja la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, maana yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji katika kikosi cha kocha Miguel Cardoso. Pia Shalulile ana rekodi ya kutoa tuzo ya mfungaji bora katika ligi kuu ya Afrika Kusini mara 3.